Leo ni siku ya tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka 2025. Radio Mwangaza FM tunatoka ofisini tunaenda katika soko la Sabasaba kwa ajili ya kuweza kushiriki katika kufanya zoezi zima la usafi, kuhakikisha kwamba usafi katika mazingira ya soko hilo yanakuwa yako safi kabisa. Wakati tunaondoka hapa tunakwenda kwa kushirikiana na Robert Store ambao wao kupitia vifaa vyao ambavyo pale ukifika unapata vifaa vya usafi. Robert Store basi wamehakikisha kwamba wanashirikiana na Radio Mwangaza FM katika kutupatia vifaa vya usafi. Nasi tunafika pale katika soko la Sabasaba kwa ajili ya dhumuni moja tu, kuhakikisha kwamba zoezi zima la usafi linakwenda vizuri kabisa. Ni kwa udhamini wa Robert Store ndio ambao basi tumeshirikiana nao kuhakikisha kwamba zoezi zima la usafi leo tarehe 5 mwezi wa 6 2025 ikiwa ni siku ya mazingira duniani. Ndivyo ambavyo Radio Mwangaza FM kwa kushirikiana na uongozi wa soko zima la Sabasaba tumefika hapa kwa ajili ya kuweza kufanya hili zoezi na kuweka mazingira mazima ya Sabasaba basi sokoni hapa kuwa safi kabisa. Shukrani zao za dhati sana Robert Store ambao tumekuwa nao hasa katika kuhakikisha kwamba vifaa hivi vya usafi unavipata pale Robert Store. Nasi basi tumekuja hapa na hapa ni naye meneja wa vipindi kutoka Radio Mwangaza FM Bwana Juventus Mugendani. Yeye atazungumza kwa niaba ya wafanyakazi wa Radio Mwangaza FM. Zoezi zima limekwendaje na tathmini yake kwa namna ambavyo tumeweza kufanya usafi katika mazingira haya Sabasaba. Basi bila shaka tumsikie meneja wa vipindi Bwana Juventus Mugendani. Niseme tu kwamba zoezi limeenda vizuri kama ambavyo umeweza kushuhudia kwamba kila sehemu ambayo tulikuwa tukipita basi wale watu walikuwa wanashiriki. Kwa hiyo unakuta ilikuwa inafikia point mtu atamfagio unaukosa kwa sababu kila mtu alikuwa anatamani kushiriki zoezi, na hakika kabisa niseme kwamba zoezi limekwenda vizuri. Ushirikiano ulikuwa ni mkubwa, lakini pia watu wameweza kujitokeza licha ya biashara kuwa zinaendelea wakati zoezi la usafi linaendelea, lakini tulipokuwa tukifika maeneo fulani basi unaona watu wanapisha. Kama kuna mtu alikuwa ananunua kitu ana stop, mnafanya usafi wenu, mnamaliza na wao wanaendelea. Kwa kifupi ni kwamba zoezi zima limekwenda vizuri. Moja kati ya vitu ambavyo vilikuwa vinatupa wasiwasi ni juu ya vifaa kuweza kutosha. Wakati nadhani kwenye vile vikao vyetu vya kujipanga kuja hapa kufanya usafi, wasiwasi mkubwa ulikuwa ni kwenye vifaa. Uhitaji wa vifaa kwenye soko hili ni mkubwa, lakini ukubwa wa eneo lenyewe la Sabasaba pia ni mkubwa. Lakini kitu cha ajabu ni kwamba Bwana Robert Store amefanikisha hili, na ilifika wakati mtu mmoja anakamata mifagio miwili. Vifaa vinakuwa ni vingi kuliko wafanya usafi. Pengine una kipi cha kumshukuru pia Robert Store kwa namna ambavyo ameshiriki moja kwa moja katika ile zoezi na kufanya kazi kuwa rahisi, badala ya kuanza kusubiria fagio moja ama kusubiria pengine ile mifuko ya kuzolea taka mtu amalize akupatie na wewe, lakini vifaa vimekuwa ni vingi kuliko hata watendakazi wenyewe, licha ya kwamba hata wafanyabiashara ambao tumekutana nao walikuwa wanashiriki pia na kuchukua mifagio na kuweza kushiriki kufanya usafi. Naweza nikasema kwamba tutoe shukrani za dhati kabisa kwa Robert Store ambaye yeye ndo amekuwa ni mdau mkubwa wa kuweza kufanikisha zoezi zima hili la usafi. Kumbuka kwamba mnapofanya usafi ama watu wanaofanya usafi kuna vitu vingi ambavyo wanavihitaji ili kuweza kukamilisha ile zoezi la usafi, ikiwa ni pamoja na mifagio, maleki, lakini pia gloves ambazo zinaweza kukusaidia katika zoezi la ukusanyaji wa zile taka ambazo tayari sasa mmeshakamilisha zoezi la usafi. Lakini pia kitu kingine ambacho kilikuwa kinahitajika ni mifuko kwa ajili ya kuzolea zile taka. Kwa hiyo moja kati ya wadau ambao wameweza kutushika mkono kwa namna kubwa kabisa ni Robert Store ambaye yeye anajihusisha na uuzaji wa vifaa vya usafi wa majumbani. Kwa hiyo ameweza kutushika mkono katika zoezi hili, na vifaa vyote ambavyo vimetumika katika zoezi la usafi katika soko hili la Sabasaba kwa siku ya leo vyote kabisa vimetoka Robert Store pamoja na Radio Mwangaza FM. Kwa pamoja basi tumeweza kuunganisha nguvu kuhakikisha kwamba zoezi linafanikiwa. Kwa nini tumeamua kuja na vifaa? Na pengine mwingine anaweza kawa anajiuliza kwamba hivi vifaa walivyokuja navyo wanaondoka navyo ama inakuaje? Vifaa tulivyokuja navyo ni idadi ya wafanyakazi, lakini tukaongeza na vifaa vingine vya ziada ambavyo sasa kwa wale ambao watatamani kushirikiana na sisi, lakini pia wale ambao wamekuwa wakifanya usafi siku hadi siku katika soko hili wameweza kupata vifaa. Kwa hiyo vifaa tumeviacha hapa ikiwa ni pamoja na gloves, mifagio, maleki,
lakini pia tumeweza kutoa ujumbe, tunaweza kusema kwamba ni kumbukumbu kwa wadau pamoja na watu wote ambao wanafanya majukumu yao hapa katika soko hili la Sabasaba, ambao wao sasa tumeweza kutoa hivi tunaita reflector, wengine wanaita vizibao, ambavyo basi nyuma kama unaweza kuangalia ina nembo inaelezea Radio. Naona pia nyuma hapa Radio Mwangaza 90.8 Dodoma, lakini 105.0 Singida, lakini mdhamini akiwa ni Robert Store. Lakini pia kwa namna ya pekee kabisa tuweze kumshukuru mkurugenzi wa Radio Mwangaza FM brother Edward Beno kwa kuweza kutoa mawazo haya na kuweza kutuunga mkono, kwa sababu mwanzo lilianza kama wazo, lakini mwisho wa siku basi mkurugenzi wetu amekuwa ni mtu ambaye amekuwa akitutia moyo katika hili jambo, na amekuwa akituhamasisha kuhakikisha kwamba sisi kama radio ama sisi kama wafanyakazi tunarudisha fadhila kwa wale ambao wamekuwa wakitusikiliza siku hadi siku. Kwa hiyo niseme tu kwamba leo tumekuja Sabasaba, lakini yapo masoko mengi ndani ya jiji la Dodoma. Kwa huu ni mwanzo tu, awamu nyingine tunaweza tukasema tukaenda Bonanza, siku nyingine tukaangalia soko jingine tukaenda. Lengo tu ni moja, kuhakikisha kwamba tunawafikia wadau wetu, lakini pia tunashiriki kwa namna moja ama nyingine katika kile ambacho wanakifanya. Kwa hiyo zoezi la usafi tu, tutakuwa tukifanya vitu vingi ili kuhakikisha basi tunashikana ama tunaungana kwa pamoja na wale wasikilizaji wetu ambao basi wamekuwa wakitusikiliza siku hadi siku. Na mwingine anaweza akawa anajiuliza, Radio Mwangaza FM pengine ndo mara yetu ya kwanza kutoka. Hapana, tumekuwa tukienda magereza, tumekuwa tukienda katika hospitali mbalimbali kwa ajili ya kutoa misaada pamoja na vituo vya watoto yatima, tumekuwa tukipeleka misaada yetu pamoja na vitu vingine. Kwa hiyo hili zoezi tumeamua liweze kuonekana katika muonekano huu kwa sababu ni zoezi la usafi, lakini kuna vitu vingine ambavyo tumekuwa tukivifanya ambavyo kidini ama kanisa letu Katoliki linakwambia unapotoa mkono wa kulia unapotoa kushoto kuona usione, wa kushoto unapotoa kulia usione. Basi tumekuwa tukifanya hivyo siku hadi siku. Kwa kifupi tu niseme kwamba tunawashukuru sana wadau wa soko hili pamoja na watu wote wafanya biashara kwa kuweza kutupokea pamoja na kushirikiana nasi. Waendelee kuitegea sikio Radio Mwangaza FM, lakini pia waendelee kutufuatilia kupitia digital platform zetu, Mwangaza Digital kule YouTube pamoja na kwenye mitandao yetu ya kijamii yote. Lakini pia wanapotoka nje ya Dodoma watusikilize pia kupitia Radio Garden kwa jina la Radio Mwangaza FM. Tumewataja Robert Store kama wadhamini wetu kwa siku ya leo kwenye hili zoezi la ufanyaji usafi, ikiwa ni siku ya mazingira duniani tarehe 5 mwezi wa 6. Kwa asiyefahamu Robert Store wako wapi, tukumbushe. Najua wewe umefika pale, umekuwa kushirikiana nao mara kwa mara, ukikutana nao mara kwa mara. Kwa mtu ambaye anatutazama kwa hivi sasa kupitia Mwangaza Digital, mpe tu kodi ndogo ya kuweza kufahamu ama kufika pale Robert Store. Robert Store unapatikana barabara ya 7 bila shaka hapa jijini Dodoma, na kwa maelekezo tunaweza nikasema kwamba ukiwa unatokea Independence Square, ukiwa Independence Square hii kona ya kwanza, zamani kuna benki ilikuwepo pale. Sasa nyoosha na ile barabara moja kwa moja, anza kuhesabu kona ya kwanza, mkono wa kushoto na kulia, vuka nenda ya pili, unavuka ya tatu, mkono wako wa kulia utaona Robert Store wako pale. Wao wamejikita zaidi kwenye uuzaji wa vifaa vya usafi wa majumbani, dawa za usafi wa majumbani, mifagio, dustbin na vitu mbalimbali. Kwa hiyo kwa wale ambao pengine wangetamani kupata bidhaa hizi ambazo sisi tumekuja nazo kufanya nazo usafi hapa, tukujuze tu kwamba zinapatikana kwao Robert Store. Basi sawa, huyo ni meneja wa vipindi Bwana Juventus Mugendani ambaye tumefanya tathmini fupi baada ya hili zoezi kuweza kukamilika, zoezi la usafi. Ndivyo ambavyo tumefanya hivyo Radio Mwangaza FM. Endelea kutufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kama vile Facebook, Instagram na X zamani Twitter kwa jina la Mwangaza Digital, lakini pia YouTube channel yetu ya Mwangaza Digital upate kufuatilia vipindi mbalimbali vya Radio Mwangaza FM. Unaitwa nani? Mimi naitwa Kabila Maulidi. Sasa unajishughulisha na shughuli gani hapa? Biashara za mboga na vitu vidogo na mazingira kamili ya soko. Leo ni siku ya mazingira. Nyinyi kama wafanyia biashara wa soko kuu la Sabasaba, mmelipokeaje hili swala la wafanyakazi wa Radio Mwangaza kuja kufanya usafi pamoja na nyinyi? Sisi tumelipokea kwa 100%, kwa sababu tumeona kwa kweli vyombo vya habari vinatujali, na mpaka sasa tunaamini kwamba ushirikiano umekuwa na nguvu zaidi
kutokana na tukitoka 100% tunakwenda 200 na zaidi, kwa sababu mmetuonesha ushirikiano wa kutosha pasipo kujali mazingira mlioyakuta. Mmeonesha umoja na ushirikiano mkiwa na wafanyabiashara, ndio sisi kila kitu mmekifanya kwa vitendo. Kwa hiyo tuna imani kama hali hii itaendelea, masoko yetu yote yatakuwa salama na tutaishi kwa amani na usalama, na usafi utakuwa unaendelea na biashara zetu tutafanya kwa usafi na ufanisi zaidi. Sawa, sisi tumekuja kama waanzilishi kuonyesha chachu ya nyinyi kufanya usafi kwenye mazingira yenu. Kwa hiyo tutarajie ili swala huenda likae endelevu kwenye soko lenu. Tunahitaji liwe endelevu kwa redio zingine zote zilizoko taifani, zioneshe ushirikiano, na kama zitafeli kutuonesha ushirikiano ndani ya kuumaliza huu mwaka, tutatuma vipeperushi nazo kuzihitaji, kwa sababu zinatumikia taifa na taifa ndio linatoa michango na sisi ndio watoa michango kamili ya waandishi wa habari. Kwa hiyo tunahitaji tuone redio zingine zionyeshe ushirikiano, mambo mengine yaendelee na kila taratibu ziendelee, sio kutumia tu kwamba tusubiri serikali kuu, ikiwa kuna vyombo vingi vinamiliki pesa na uwezo wa kujitoa na vijana wengi mpo, muoneshe ushirikiano tukiwa kama sisi ndugu zenu wafanyabiashara, tuko pamoja nanyi. Sawa, asante sana. Naitwa Monica Stanley Nonya. Tunashukuru kutuletea swala hili la usafi, tuje tuungane pamoja na nyie. Nashukuru sana. Sawa, pengine tutarajie kwamba ili swala la usafi nyinyi kwenu itakuwa endelevu, licha ya kuwa sisi tumeshamaliza kwa siku hii ya leo. Itakuwa endelevu. Mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza FM, tupo eneo la Sabasaba hapa, na kubwa lililotuleta leo ni siku ya mazingira duniani. Tarehe 5 ya mwezi wa 6 ni siku ya mazingira duniani. Nasi kama wafanyakazi wa Radio Mwangaza FM tumekuja kuungana pamoja na wafanyabiashara wa soko hili la Sabasaba kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya usafi katika maeneo yao ya biashara, ili basi yaweze kuvutia na hatimaye wateja wanapokuja kununua bidhaa kama hivi, matunda hivi, wakuta maeneo yakiwa safi. Ndipo na mama hapa yeye atazungumza namna gani ambavyo yeye amepokea hili zoezi, lakini pia atazungumza na wafanyabiashara wengine ni kwa namna gani wanahakikisha wanafanya usafi na mazingira yanakuwa safi katika maeneo yao ya biashara. Mama, habari? Na Mbukwenyi pia? Safi, za kwako? Nzuri kabisa. Mbukwenyi? Mbukwa. Siku hii wewe unafanya biashara gani eneo hili? Nafanya biashara matunda, papai, Sabasaba. Matunda yenyewe yako wapi? Hayo hapo. Yako wapi? Hebu nionyeshe. Kumbe. Hivyo ndio. Papai ndio. Ngapi kama hii hapa? Hii hapa nauza 2000. Sawa, basi weke tuzungumze. Sawa. Namna gani ambavyo unafanya usafi katika maeneo yako hapa unapouzia mapapai na maeneo mengine, ili basi mteja akija kununua papai hakute mazingira yakiwa safi? Nafanya mazingira ndo nafanya biashara. Ni muda gani unafika hapo ukisha kwamba unafanya usafi kabla hujaanza biashara? Saa 12. Na unalipi la kuambia sasa wafanyabiashara wenzako wa mama kama hawa wanapouza papai, lakini pia na wafanyabiashara wengine wa soko hili la Sabasaba? Tufanye usafi kabla ya kufanya biashara. Na nyumbani kule? Na nyumbani pia nafanya usafi. Basi. Radio Mwangaza FM kwa kushirikiana na soko la Sabasaba, uongozi wa soko la Sabasaba, lakini kwa shukrani kubwa sana Robert Store ambao wameweza kutudhamini hasa katika vitendea kazi vya usafi. Basi tumehakikisha kwamba tunafanya usafi katika mazingira haya ya Sabasaba, na hapa ninaye na mmoja kati ya wanunuzi wa bidhaa za mbalimbali hapa katika soko la Sabasaba. Atajitambulisha jina lake, tufahamu ni nani, kutoka wapi, lakini pia mazingira ya soko hili la Sabasaba kwake yeye yanamridhisha kwa kiasi gani hasa katika mazingira ya usafi. Mama, habari za asubuhi? Nzuri. Unaitwa nani? Mimi naitwa Asha Hamisi Kiungumi. Asha Hamisi Kiungumi, wewe ni nani hapa Sabasaba? Ni mnunuzi ama ni mfanyabiashara? Mimi hapa ni mnunuzi. Vipi kuhusiana na mazingira ya hili soko la Sabasaba kwako wewe, mazingira ya usafi, vile ambavyo najua huwa unakuja kununua bidhaa mara kwa mara hapa Sabasaba? Huwa nakuja kila siku kununua bidhaa. Lakini hapa Sabasaba kwa kweli kuhusu usafi ni wako vizuri. Ndio, unaridhishwa na mazingira ya usafi hapa Sabasaba? Naridhishwa na usafi wa hapa. Ndio, pengine kuna kipi ambacho mbali na kwamba unaridhishwa na mazingira ya usafi katika hili soko la Sabasaba, lakini unaona kwamba kuna kitu kama kikiwekwa sawa vizuri, basi mazingira yatakuwa ni rafiki zaidi na yatakuwa ya kupendeza zaidi? Unashauri nini hasa kwa uongozi? Mimi na ushauri kwa uongozi, wangetafuta wale wafanyakazi ambao wakufanya usafi wa humu ndani, kwa sababu hao mama wanafanya biashara hapa huwa wanachukua vijana
anaambia vijana nisifanyie hivi, nifanyie usafi hapa, nifanyie usafi hapa. Lakini hakuna wale ambao watendea kazi, ambao wakufanya kazi. Kwa wao tunakuja kufanya usafi sehemu kama hizi. Sawa, nikushukuru sana. Amina. Sawa, baada ya kuwa tumezungumza na miongoni mwa wafanyabiashara katika soko hili, kuelezea namna ambavyo wamepokea zoezi hili na namna ambavyo wao kama wafanyabiashara wanawajibika kuhakikisha wanatunza mazingira katika maeneo yao ya biashara ndani ya soko hili la Sabasaba. Tunakwenda kuzungumza na kiongozi wa soko hili la Sabasaba ambaye ni katibu wa soko. Naye basi atakwenda kutuelezea hali halisi ya usafi, ratiba alizonazo katika kufanya usafi na namna ambavyo pia wanahakikisha katika siku zote basi soko hili linaendelea kupendeza. Kwa udhamini wa Robert Store Dodoma. Katibu, habari ya asubuhi na kwa kujitambulisha pia. Salama mtangazaji, naitwa Nyamsuka Wisaka Nyamsuka, ni katibu mkuu soko la Sabasaba. Yeah. Sawa, kwa kwanza tungetamani kufahamu ratiba na utaratibu mzima wa ufanyaji wa usafi katika soko hili ukoje, ninyi kama viongozi katika kuhakikisha basi mazingira ya soko yanakuwa safi muda wote. Asante sana mtangazaji. Kwanza kabisa, soko hili ni soko kubwa sana, ina maelfu ya wafanyabiashara na mwingiliano wa watu wanaokuja kununua bidhaa ni wengi. Kwa hiyo lazima tuweke katika mazingira hali ya usafi ifuatavyo. Kwanza kuna kamati ya ulinzi ya kamati ya usafi na mazingira ambayo tumegawanyishwa, ina wajumbe na kila mjumbe anasimamia mtaa wake kuhakikisha kwamba eneo lake liko salama. Na pia kila siku ya Jumamosi lazima tuhakikishe kwamba kila mfanyabiashara anafanya usafi katika eneo lake la biashara ili kuepuka magonjwa ya milipuko ndani ya soko. Yeah. Na nitamani pia kufahamu hali halisi inavyokuwa wakati wa masika. Kwa maana mvua inanyesha, miundombinu kidogo maji yanakuwa mengi barabarani, msijajua utaratibu huo ukoje kwa wakati huo pia, lakini kuhakikisha pamoja na kwamba mvua inanyesha maji yakatuama, lakini basi hali ya soko inaendelea kuwa safi. Ni kweli kabisa, mvua ikinyesha hii inakuwa changamoto, kuna tope jingi kwa sababu kuna mikondo ya maji ambayo inapitia kutoka kwa windini inateremsha kuingia ndani ya soko. Kwa hiyo inapoteremsha maji yanatapakaa ndani ya soko na kusababisha tope. Na kuzingatia eneo hili huwa ni chemchemi. Miaka ya nyuma hapa walikuwa wanalima mpunga, kwa hiyo kuna chemchemi ambayo ni ya asili kwa maana nyingine. Kwa hiyo mvua ikinyesha kunakuwa na chemchemi. Pia sisi kama wafanyabiashara na sisi kama viongozi wa wafanyabiashara ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba tunahakikisha eneo hili linakuwa salama kwa ajili ya wafanyabiashara wanaokuja kununua bidhaa zao na wanaouza bidhaa zao, ili kuepukana na magonjwa ya milipuko, kwa sababu tukisema tupaache hivyo hivyo hali ya biashara itakuwa nzuri, pia na mteja atashindwa kuingia ndani soko kununua biashara, pia na muuzaji pia naye atakuwa anauza eneo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo ni lazima, ni wajibu wetu kuhakikisha kwamba eneo yote yanakuwa safi na salama kwa mfanyabiashara na kwa mteja wetu. Nikurudishe nyuma kidogo, ratiba hasa kamili ya usafi kama kwa wiki ama kwa mwezi inafanyika wakati gani na kwa muda gani? Ili lengo tu ni kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira ya soko hili. Ratiba rasmi ni kila Jumamosi tunahakikisha tunafanya usafi ndani ya soko, na mara nyingi tunashirikiana na usafi wa kata. Wana kwetu tunashirikiana naye, na kila mtaa tunahakikisha tunafanya usafi katika maeneo yao kila Jumamosi. Lakini pia kabla ya Jumamosi pia ni wajibu wetu kila siku kila mtu afanye usafi katika eneo lake kabla ya Jumamosi. Ila ratiba rasmi ni Jumamosi. Yeah. Neno la mwisho kabisa kwa wafanyabiashara katika soko hili ukiwa kama katibu wa soko. Asante sana ndugu mtangazaji. Wito wangu kwa wafanyabiashara wote wanaofanya biashara ndani ya soko hili ni kuhakikisha kila mfanyabiashara kwanza awe na sehemu ya kutupia zile taka, na pili hakikisha maeneo yake yote yanakuwa safi na salama ili kuepusha magonjwa ya milipuko. Kwa sababu tunapomuuzia kitu hakikisha kwamba kinakuwa sehemu salama, na pia wateja wetu waweze kuingia eneo ambalo ni safi na salama na kuchukua mahitaji yao wakiwa na moyo mweupe kwamba eneo lile ni salama, sio tuuzie watu biashara sehemu ambayo ni chafu. Kwa hiyo kila mfanyabiashara hakikisha kwamba anafanya biashara zake katika eneo likiwa salama. Mimi nikushukuru sana bwana katibu, na basi zoezi hili ambalo tumelifanya kwa siku ya leo ilikuwa ni siku ya mazingira duniani, liwe endelevu na zaidi ili kuhakikisha tunapendezesha mazingira yetu ya soko la Sabasaba. Asante sana, nashukuru sana, karibuni sana, tuwe tunashirikiana katika mazingira kufanya usafi ndani ya soko na sehemu zingine pia. Karibuni sana. Shukrani sana. Sawa, mtazamaji wa Mwangaza Digital na msikilizaji wa Radio Mwangaza, ni katibu wa soko la Sabasaba akituelezea hali ambavyo namna wanavyohakikisha wanafanya usafi katika maeneo haya ya soko la Sabasaba, na kwa namna pekee kabisa mazingira yanakuwa safi leo lakini pia na wakati wote.